Aviator. Rusha ndege, ushinde. Wapi utatua? Uamuzi ni wako. Aviator inapatikana kupitia pmbet.co.tz. Yes, bwana, ni siku nzuri tena tunakutana ikiwa ni jioni tulivu kabisa. Mwana michezo kama kawaida tunakutana kwa ajili ya kuzungumza michezo. Tunazo taarifa nyingi sana za kimichezo, lakini kuombe kwanza hapo usubscribe hapo alafu uguse alama ya kengele ili usikose notification ya taarifa zetu pale ambapo taarifa tunazipata kwa wakati, basi tunakusogezea wewe ili upate kuenjoy. Ni mimi mwenyewe hapa mzee wa Friji Bov, David Pasco. Niko hapa muda huu nikiwa na bashasha kweli kwa ajili ya kupiga mastori na wewe huko ulipo, ili basi uweze kupata mawili matatu kwa siku hii ya leo. Siku zinayoyoma kweli, lakini story kubwa ni kuhusiana na mechi ya kesho ya ligi kuu ya kandanda Tanzania bara, ambako wekundu wa Msimbazi Simba wana kibarua dhidi ya Singida Black Stars katika uwanja wa KMC Mwenge, Dar es Salaam. Ni mechi tu ambayo ilikuwepo na ikisubiriwa kweli, lakini hatimaye ile siku imefika. Kuna mengi sana ya kuzungumza kuelekea mechi hiyo. Moja ya story kubwa ni kuhusiana na namna ambavyo Simba wametoka kucheza mchezo wa fainali. Ndani ya siku mbili wanaenda kucheza mchezo wa ligi kuu dhidi ya timu ngumu zaidi, Singida Black Stars. Unavyozungumzia Singida Black Stars, ni timu ambayo iko katika top 4, timu ambayo inawania nafasi ya kushiriki michuano ya kimataifa, ambapo mpaka sasa tayari wameshajikatia tiketi ya kushiriki kombe la shirikisho barani Afrika kwa msimu ujao. Lakini wanachokifanya kwa sasa, wanataka kujaribu kufanya kitu kwenye mchezo huu wa CRDB Federation Cup, michuano hii ambayo Yanga tayari yuko finali na sasa anasubiriwa kati ya Simba na Singida Black Stars. Simba, kuna factors kadhaa ambazo unaweza kusema mechi inaweza ikawa tight sana kwao. Kwa maana mechi inaweza ikawa ngumu sana kwao kutokana na hiki ambacho kimetokea katika mchezo wa finali kati ya Simba dhidi ya RS Berkane pale Amani, na mechi ilikuwa ngumu. Kama unakumbuka, Simba wachezaji wengi walitumia nishati kubwa mno, wachezaji wengi walimwaga sana jasho uwanjani na mapambano yalikuwa makubwa kweli. Simba waliutawala mchezo, determination, endurance, lakini kila kitu waliweka uwanjani. Jasho ilimwagika sana wakiutaka ubingwa. Sasa mara baada ya kutoa bandarini hapo, mapokezi yalikuwa siku ya jana. Juzi walicheza jana mapokezi, leo wachezaji walifanya recovery, lakini pia wakafanya mazoezi mepesi. Kesho wana mechi. Imagine, yani wameingia jana hawajapumzika, leo wamefanya mazoezi mepesi, kesho ni mechi. Na 99% ya wachezaji waliocheza katika mchezo uliopita wa finali dhidi ya RS Berkane walitumika 99.9%. Kwa maana mchezaji ambaye hajatumika sana katika mchezo ule ni Deborah Fernandez Mavambo, hajagusa. Lakini pia mchezaji kama Okejefa ndo hakucheza, Dada Chasambi, lakini pia Edwin Balua hakucheza, pia Awesu hakucheza, pia Braza Kamza hakucheza pia. Lakini ukiangalia katika eneo la juu, Leonela Ateba alikuja kipindi cha pili, hakumwaga sana jasho. Kibu Dennis pia hakumwaga sana jasho, aliingia kipindi cha pili. Lakini ukiangalia rest players wote wale kwenye quality kubwa wamecheza kwa 200% katika mchezo ule. Sio 100%, 200%, kwa maana walimwaga sana jasho. Sasa kwa namna ambavyo Simba wametumika katika mechi ile ya finali, inaweza ikawa kesho ni mechi ngumu sana kwao, na ni mechi muhimu alafu ni mechi ngumu sana kwao kwa Simba, kwa sababu ili Simba ajihakikishie ubingwa msimu huu hapaswi kupoteza mchezo wote ambao umesalia mbele yake. Kumbuka amesalia na michezo 4 kwa sasa, na ukijaribu kuangalia viporo vyake vyote alivitafuna vizuri sana, lakini kiporo ambacho ilikuwa kimebaki au mechi iliyobaki ngumu sana ni mechi ya Singida Black Stars, ambayo Singida tunafahamu kwenye raundi ya kwanza na Simba alibuka na ushindi ugenini goli 1-0, bao likifungwa na Fabrice Ngoma. Lakini walicheza mchezo wa vurugu sana, walicheza mchezo wa purukushani sana. Haukuwa ni mchezo wa formula, hakuwa ni mchezo wa malengo, kwa sababu waliahidiwa pesa nyingi sana. Na taarifa nilizonazo kuelekea mechi ya kesho, Singida Black Stars wameahidiwa kibunda, wameahidiwa mzigo mkubwa endapo watamfunga Simba. Na unafahamu Singida Black Stars wana vinasaba na Yanga. Kwa hiyo inapotokea mechi kama hiyo,
basi mara nyingi nguvu zinaungana ili kuhakikisha Singida Black Stars anamdhoofisha Simba au anamfunga Simba. Sasa kwa namna ambavyo ana quality na wachezaji wake wengi hawajacheza muda mrefu, walikuwa tu wanafanya mazoezi ya kawaida, inaweza ikampa faida kubwa sana Singida Black Stars kwenye hiyo mechi, kwa sababu ana muda mrefu hakutumika, hakumwaga sana jasho, alikuwa akifanya mazoezi ya kawaida, kwa hiyo miili inahitaji. Lakini kuna faida nyingine ambayo inaweza ikawa nzuri pia kwa upande wa Simba, kwamba wanasema unapokuwa unacheza mchezo mgumu au kadiri unapokuwa unacheza mara kwa mara, damu au mwili unakuwa kwenye mzunguko, kwa maana damu inakuwa inahitaji au unazunguka kila wakati, kwa maana mwili unachemka. Wazungu wanasema mwili unakuwa kwenye momentum. Kwa hiyo inawezekana pia Simba ikawapa faida, lakini lazima rotation itakuwa kubwa sana katika mchezo. Kwa upande wa Singida Black Stars, unaweza ukasema ni mechi nzuri sana kwao kama endapo watatuliza akili na kama endapo watacheza kwa malengo ambayo kocha wao amewaelekeza, wakiacha kukamia, wakiacha purukushani, wakiacha kucheza nje ya malengo, kwa maana kwamba wanataka wapate ile bonus ambayo wameahidiwa, wanataka watengeneze majina au wanataka kumdhoofisha Simba kwa namna fulani, basi naamini kwamba wanaweza wakaumia, Simba akamfunga vizuri sana. Sababu ukiangalia mechi zote ambazo Singida Black Stars amezikamia hajawahi kupata matokeo kwa Simba, na tangu Singida amepanda ligi kuu hajawahi kumfunga Simba Sports Club. Kwa hiyo Simba of course ni dude kubwa sana kwenye ligi, na lazima umpe heshima yake when it comes kwenye ligi kuu ya Canada Tanzania Bara. Fadlu Davis amekuwa ni muumini mkubwa sana wa mbinu, hasa pale ambapo timu yake inakuwa wachezaji wametumika sana, anajua namna gani anaanza. Hiyo kesho naamini kwamba hakutakuwepo na rotation kubwa sana, kwa maana lazima Kamara utamuona golini, utamuona Kapombe na Zimbwe, ingawa baadaye najua Zimbwe atakuja kusaidiwa na Valentine Nouma, au Nouma anaweza akaanza, Zimbwe akapumzika katika hiyo mechi ya kesho. Alafu Kapombe anaweza akaanza, alafu baadaye kama matokeo yatakuwa mazuri namuona Duchu anaweza akacheza pia katika hiyo mechi ya kesho kwa ajili ya kumpumzisha Kapombe, kwa sababu ametumia nishati na au energy kubwa sana. Naona Shefondo Malone anaweza akacheza pamoja na Braza Kiamza, kwa sababu ukiangalia Chamuka Rabwendo alitumika asilimia kubwa sana katika ile mechi iliyopita. Shefondo Malone baadaye alitoka na akapumzika, huku Hamza kucheza kabisa. Pale juu naona Kagoma anaweza akaanza pamoja na Fabrice Luamba Ngoma, lakini baadaye tutarajia kuona mabadiliko ya Augustine Wakejefa akiingia, lakini pia Deborah Fernandez Mavambo pia baadaye tunaona kwamba anaweza akaingia kuchukua nafasi ya mtu. Lakini pale juu namuona Chasambi, lakini zaidi Chasambi anatokea benchi, namuona Kibu Dennis anaweza akaanza, lakini pia namuona Elim Panzo Kibisawala pia anaweza akaanza, alafu namuona Jean Chaza Hua anaweza akaanza, alafu juu pale namuona anaweza akaanza Lionel Christian Ateba, alafu Mkwala akasubiria bench, na wakatengeneza rotation ambayo haitawaumiza, kwa maana kwamba lazima kocha angalie hii ni mechi ya trick sana, kwa sababu Singida Black Stars wana best players, wana wachezaji imara sana. Wana Jonathan Soa ambaye mpaka sasa amefunga zaidi ya magoli 10 kwenye ligi. Imagine amecheza michezo michache sana, mechi 10 ashafunga zaidi ya goli 10 kwenye ligi, anakimbizana na kina Lionel Ateba na kina Mkwala Dese, anakimbizana na kina Jean Chalea Hua. Kwa hiyo ni mchezaji mkubwa. Lakini pia angalia katika eneo ya safu ya ushambuliaji pia Singida Black Stars wana mtu kama Elvis Barangaru, pia naye anafunga sana magoli, ana uwezo wa kushoot kwa mbali, ana uwezo wa kuondoka na watu wawili, ana uwezo wa kuleta usumbufu. Lakini angalia pembeni kuna Maruf Chakei, alafu kule kuna Arthur Bada, mmoja ya wachezaji bora sana. Lakini pia pale chini kuna Morsi Shuku, angalia kuna mtu wa kuitwa Damaro Kamara. Angalia pia pale chini kwa eneo la beki wa kushoto anaitwa Ibrahim Imoro. Lakini huku chini unajua pia uwezo alionao Andy Kofi Sirel. Angalia pale katika mabeki wakati kuna mtu anaitwa Edwin Manyama, lakini pia yuko na mtaalamu wa kuitwa Anton Trabi. Wana uwezo mkubwa sana kusema kweli, wana wachezaji wazuri, na utashangaa hiyo mechi kesho isizalishe idadi kubwa magoli. Kama Simba atashinda, anaweza kashinda goli 1-0 ama 2-1, hakutakuwepo na zaidi ya goli 3 au goli 4 kutokana na ubora walionao. Lakini kama endapo wachezaji wa Simba watasema sisi msimu huu tunataka kombe, tunataka kombe la ligi kuu, sababu Simba endapo atamfunga Singida Black Stars ana uwezo wa kubeba ubingwa, kwa maana Young Africans najua kama watakubali kucheza dabi. Simba msimu alionao ni ngumu sana Yanga kumfunga Simba, to be honest. Tena Yanga mpungukiwa na Stefan Aziki, mchezaji ambaye ana maamuzi. Pacome Zouzoua bado hajarejea kwenye ubora wake kutokana na majeraha aliyopata. Pale utamtegemea Chama, labda Dube na Mzize. Kwa hiyo utaona hakuna senior players ambao
wanaweza wakawa bora. Khalid Aucho najua amerejea lakini hana ubora. Kwa hiyo kama watakubali Yanga kupeleka timu dhidi ya Simba, naona Simba anaweza kumfunga Young Africans msimu huu. Kwa hiyo mechi ambayo Simba anapaswa kuicheza kwa tik sana na kwa hesabu kubwa ni mechi kati ya Simba na Singida Black Stars hiyo kesho, kwa sababu ndio mechi ambayo itadetermine nani kwenye ligi kuu anaweza kwenda kutoa uchampioni msimu huu, kwa sababu mechi ambazo zimebaki Simba atakuwa na kibarua dhidi ya Ken Gold, hata kuwa na mechi nyingine ngumu kwa maana atakuwa amesharahisisha kazi yake na utaona kabisa kwamba hata kuwa na changamoto nyingine yoyote. Sasa namna gani wanapaswa kushinda hiyo mechi Wekundu wa Msimbazi Simba? Video hii nafikiri kocha anapaswa kuwa nayo. Kwanza lazima wachezaji wawe very aggressive, kwa maana wawe active katika dakika zote uwanjani. Pasi nyingi za nyuma zina faida. Tumeona mara nyingi Chamu Karabwe, tumeona mara nyingi Chefondo Malona amekuwa akipiga pasi za nyuma ambazo hazina faida. Pia Musa Pinpin Kamara anapaswa kuacha utoto na anapaswa kuwa makini sana. Unajua katika goli 11 ambazo Simba ameruhusu msimu huu, goli takriban 8 yanatoka kwenye mikono ya Musa Pinpin Kamara. Yani Musa Pinpin Kamara amefanya makosa makubwa sana msimu huu, na katika makosa aliyofanya msimu huu Musa Pinpin Kamara ni kuruhusu magoli mepesi sana. Saida afungwe magoli ya mbali kama ile kina Rashid Chambo mechi ile dhidi ya Mashujaa, pia Jafari Kibaya, lakini pia mechi ya Coastal Union Ernest Malonga alifunga kwa shuti la mbali, lakini pia mechi ya Azam FC alifanya makosa, Zidane Siraira akafunga. Angalia mechi ya Yanga alienda kaokoa mpira ulikuwa unatoka nje. Angalia mechi ya Fountain Gate pia alifanya makosa. Yeye pamoja na Ladaki Chasambi, unakumbuka sio? Alitogea kabisa eneo la juu, Chasambi anapiga mpira anashindwa kuokoa. Kwa hiyo ukiangalia makosa ni mengi sana. Hapo dhidi ya Mashujaa alifanya makosa, dhidi ya KMC alifanya makosa. Mechi za michuano ya kimataifa pia kuna makosa madogo amekuwa akifanya, alafu hakubali kushaurika kutokana na kwamba kuona yeye ni mkubwa sana kwenye kikosi cha Simba, kwa maana amefanya makubwa msimu huu na kuafikisha Simba hatua ya finali inamchagiza zaidi kuona kwamba ana deserve na ana uwezo wa kufanya chochote kuliko mchezaji mwingine yoyote. So to me naamini Musa Pinpin Kamara kesho kama atacheza anapaswa kuwa makini zaidi. Kama atafanya mistake, Singida Black Stars wana wachezaji wa kushoot kwa mbali, mtu kama Arthur Bada, mtu kama Maruf Chakei, mtu kama Ernest Malonga mwenyewe pia ana uwezo mkubwa sana, mtu kama Jonathan Soa ana uwezo wa kuondoka na kijiji. Na of course katika mechi ambayo inapaswa kuwa muhimu sana, katika eneo muhimu sana kwa Simba ni eneo la midfield, kwa maana Fabrice Ngoma na Yusuf Kagoma they need to play very compact, kwa maana kwamba hawatatakiwa kuachia nafasi hata kidogo Black Stars kupiga pasi penyezo, sideway pass, pinpoint passes, zile pasi ambazo zinakuwa zina determine urefu na mwisho wa siku zinafika, au zile accurate passes ambazo zinamfikia Soa, au kama atacheza Baranga Rupia baadaye, basi ndio kuletea Simba madhara. Kwa nini? Kwa sababu napomzungumzia Jonathan Soa, one of the best striker kwa sasa, na kwenye ligi yetu you never compare with anybody. Yani ana uwezo mkubwa wa kukompea na mchezaji mwingine. Quality yake ni hali ya juu, ana composure katika eneo la mwisho. Pia ana nishati ambayo inaweza kumfanya yeye akaondoka na mabeki wawili watatu, akaondoka na viungo na akafanya chochote. Kwa hiyo hapaswi kabisa kuachia nafasi nje ya 18, anaweza akashoot. Hapaswi kabisa kuingia katika eneo la box, ana skills, ana uwezo wa kutana, ana uwezo wa kugeuka, ana uwezo wa kufunga, lakini pia ni striker mnyumbulikaji. So to me naamini kama Simba ataweza kumark Arthur Bada, kama Simba atamkamata Maruf Chakei, kama Simba atamkamata Damaro Kamara, alafu kama Simba atafanikiwa kumkamata Jonathan Soa, mechi kwa Simba inakuwa rahisi sana, kwa sababu wachezaji wengi wa Singida Black Stars wataenda kucheza kwa lengo la kupata hiyo bonus, wataenda kucheza kwa lengo la kumfurahisha rafiki yake Yanga Afrika ili kumdhoofisha Simba, kwa sababu kama endapo Simba atapoteza hiyo mechi ni dhahiri kwamba Yanga wanaweza akasema wanaitaka dabi, kwa sababu tayari Simba atakuwa ameshapoteana kwenye ubingwa, na anaweza hata akasema hataki dabi kwa sababu tayari Yanga atakuwa kwenye njia ya kwenda kutoa ubingwa. Mechi zilizosalia Yanga kupoteza mechi hizo ni ngumu sana. Kwa hiyo utaona wazi kwamba Yanga tayari wana dalili tu ya kusubiria hiyo mechi ya kesho. Na of course kama Yanga walifanya sherehe kubwa kwenye mechi ya Simba na Berkane mara baada ya mechi kumalizika na kuona kwamba Berkane wamechukua ubingwa, lakini walioshangilia zaidi ni Yanga Afrika. Jana wamekunywa gahawa pale na wamevaa jezi za RS Berkane na afisa habari wao Alikamwe. Sasa mechi ya kesho itakuwa ni babu kubwa kwao, kwa maana watatenga muda na watafuatilia ile mechi dakika 90, na huwa wana nafasi pia ya kufanya chochote kuhakikisha pia Simba anapoteza mechi. Kwa hiyo Simba wanapaswa kuwa na mshikamano katika mechi, wanapaswa kuungana, wanapaswa kuwa supportive, wachezaji wanapaswa kujituma.
ndo mechi ambayo inaenda kudetermine nani anaenda kuwa bingwa. Na endapo kama Simba atapoteza ubingwa hatalaumiwa sana, lakini mimi nitawalaumu pia kwa sababu katika makosa na matokeo ambayo Simba msimu huu ameruhusu ni makosa binafsi, ni makosa ambayo yamewasababisha wao kupoteza mechi nyingi. Mfano mechi ya Yanga Simba wenyewe walipoteana, lakini pia angalia mechi ya Fountain Gate Simba alimzawadia, Chasabi alifunga. Mechi ya Coastal Union Simba anaongoza goli 2 anakuja anasawazishiwa 2. Makosa yalifanyika, lakini angalia mechi walikuja kucheza mechi nyingine ambayo ya Azam FC Simba anatoka sare ile ya 2-2, mechi ambayo tayari Simba alikuwa amekushika. Utaona ni makosa pia yalifanyika. So naweza nikasema kwamba katika msimu huu kama Simba atakosa ubingwa, atajilaumu sana kwa sababu amehusika katika kila mechi aliyopoteza, either kwa sare na kufungwa pia, kwa sababu Simba ni timu ambayo imefungwa mechi moja pekee na imetoka sare walau sare 2 hadi 3. Kwa hiyo utaona hiyo ndio changamoto ambayo imetoka kwa kabili, sare ya Azam, sare ya Fountain Gate Football Club, hiyo ni sare nyingine ambayo, na sare ya Coastal Union ndio sare ambazo Simba ametoka msimu huu. Kwa hiyo anapaswa kupambana, wachezaji wanapaswa kuelewa kwamba msimu huu walau wanapaswa kuwa na kombe moja. Kama watapata kombe la ligi kuu wakashindwa la CRDB, no doubt. Kama watapata la CRDB wakashindwa la ligi kuu, no doubt. Lakini kama wataweza kubeba makombe yote mawili, timu yoyote, timu kubwa kama Simba iliyofika finali, they need walau kuondoka na trophy moja msimu huu au kuondoka na trophy 2 msimu huu. Haiwezekani timu ifika finali na imeubonda mpira mkubwa dhidi ya Berkane ikashindwa kuondoka na taji lolote msimu huu. Itakuwa ni aibu na itawaumiza zaidi mashabiki wa Simba ambao wao wameamini timu yao inajengwa, lakini huku ikiwa Fadu ameitengeneza timu kwa kiwango kikubwa sana. Joshua Budo Mutale nilimsahau. Mechi ya kesho naona Joshua Budo Mutale anamhitaji sana hiyo mechi kwenda kucheza pale juu, na nafikiri Joshua Mutale anahitajika zaidi, lakini pia Jan Chale huwa ni muhimu kucheza hata kama atacheza dakika chache sababu amechoka, lakini ana faida yake, mipira ile ya kutengwa, mipira ile kufa, foul, anafanya mambo yake, lakini sio mchezaji mzuri wa kusema dakika 90 atakuofa pasi nyingi za magoli, lakini ni mchezaji mzuri pale ambapo itatokea incident either ya foul, free kick na kona na mambo kama hayo au penalty, huwa ana 100% kufunga katika mechi hiyo. So Simba na kazi ngumu mara baada ya mechi dhidi ya Singida Black Stars hiyo kesho. Ana siku 2 tena hadi 3 ya kupumzika. Siku ya Jumamosi anakuwa na kibarua kingine, kwa maana weekend hii anakuwa na kibarua dhidi ya kikosi timu ya Singida Black Stars tena. Yaani anatoka kucheza Jumatano alafu anaenda kucheza weekend tena na Singida Black Stars. Kwa hiyo mechi zote 2 Simba dhidi ya Black Stars anapaswa kushinda, hatakiwi kabisa kupoteza mchezo wote. Jasho ambalo wanalimwaga wanapaswa kulimwaga kweli ili kuhakikisha anarudisha heshima, na msimu ujao kwenye ligi Simba anaenda kuanza wakiwa giant, wakiwa wameshafanya makubwa zaidi katika ligi ya kandanda Tanzania bara. Mimi sina la ziada kwa sasa. Nikutakia siku mwema, endelea kusubscribe, gusa alama kengele, lakini usisahau kucomment hapo chini kile ambacho unavutiwa katika uchambuzi wangu. Lakini kama kuna mfanyabiashara yoyote na matangazo yake anahitaji ni promote kupitia channel hii ya Mfalme wa Soka inayotazamwa na watu wengi, unaweza kuweka comment yako hapo chini, alafu mimi nitakuja kuona kisha tutapeana mawasiliano. Chao, nikutakia usiku mwema, wanasema alamsiki. Aviator, rusha ndege, ushinde. Wapi utatua? Uamuzi ni wako. Aviator inapatikana kupitia pmbet.co.tz.